Hivi ni sahihi kweli kwa wanawake kuongea kuhusu masuala ya financial status za wanaume wengine mbele za watu wao? Nimejiuliza sana hicho kitu, kwa sababu unakuta kuna mtu yupo na mpenzi wake, lakini anaongea na rafiki zake wa kike kuhusiana na masuala ya pesa ya watu kwa wanaume wengine. Unakuta fulani siku hizi ana hela, sasa hivi haambiliki, sasa hivi umwambii chochote, yani umwambii chochote, umgusi. Juzi nimemwona na mabunda ya pesa. Bwana, mwanaume kuwa na pesa bwana, ni sahihi kweli? Mimi naona sio sahihi, kwa sababu unatoka kukuta kwa akili za mtu mwingine, akili ya mwanamke ambaye anaongea hivyo, unaweza kukuta anaongea kwa sababu anataka kumuinspire mtu wake, anataka kumpa motivation mtu wake, lakini sio kitu sahihi, kwa sababu kinaweza kikawa kuna advantage na disadvantage zake. Advantage ya kwanza ndio hivyo, inaweza ikawa muinspire, lakini hauna uhakika kwamba inaweza ikawa advantage moja kwa moja. Vivyo inaweza ikawa disadvantage. Kwa sababu gani? Kwanza, unaweza ukamtoa kabisa kwenye motivation aliyokuwa nayo mwanzoni, unaweza kaitoa kabisa, akahisi kwamba ni mtu ambaye hayupo responsible, akakata tamaa kabisa, ikamkatisha tamaa. Kwa nini wengine wapo hivi? Kwa nini mimi nipo hivi? Ndio unaweza kukuta watu wengine wanakuwa na depression kwa sababu ya hiyo issue. Wanadamu tumeumbiwa wivu, anaweza kawa na wivu wa kupita kiasi, akachukua uamuzi ambao sio mzuri. Kwa hiyo nahisi kuna baadhi ya vitu kuna limitation jamani. Kwa wale wadada, tuwe tuna limitation. Unajua muda huu nipo na mwenzangu, siwezi kuongelea mambo fulani kwa sababu situation yake naijua ipo hivi. Sawa, mtu anajitafuta, mtu bado hajajipata, lakini unaanza kuongea kwamba finance za mtu wengine. Sisi wanaume kuna baadhi ya vitu tukiwa navyo tunajiproud kwa kama wanaume. Kwa kama mwanaume, ukiwa na kipato lazima uwe proud. Ukiwa na muonekano sio kitu cha muhimu kabisa, sio kitu cha kwanza, sio priority. Sasa the way unamuona mtu wako, mchumba wako anamuongelea mtu mwingine kuhusiana masuala ya muonekano, sasa masuala ya pesa, inatutia tunakuwa tunajisikia vibaya, kwa sababu wewe kuongelea mwanaume mwingine mwenye pesa ni sana sisi tuanze kuongelea wanawake wenye mvuto mbele yako. Yani tuanze kuongelea dada ka glow, yule siku hizi ka glow, ana ngozi nzuri hivi, umemwona siku hizi ananawili, sijui anakula nini. Dakika 3 zinaishia hapo.